Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa taufiki ya kutukusanyisha hapa na tukafanya ambayo tumeyafanya katika mambo ambayo hayana mushkili wowote, hakuna madhahabi yoyote, hakuna itikadi yoyote ambayo inaweza ikalikosoa hili lililokuwa likiendelea, kwa sababu lililoendelea, lililotawala kubwa ni la ilaha illa Allah, ndio ambayo kwamba imetawala. Kwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa taufiki ya kulifanya hilo. Basi na kusawilisha muda, kwa sababu muda ni mfupi. Mwenyezi Mungu amesema inna sa'yakum lashatta, kila mmoja na harakati zake. Usione kwamba watu wamekaa na kuangalia kwamba jambo lao ni hili peke yake, wana na mingine, huenda ukaharibu. Lazima ukizungumze uangalie mizani wewe mwenyewe kwamba akili yako ifanye kazi. Sasa nisipoteze muda na kutawilisha. Tumekusanyika hapa, alitukusanya na Al-Habib Said Uthman bin Abdul Qadir. Kadiri itakapozungumzwa, toa mawaidha yenye uwezo wa kielimu, yenye uwezo wa nasaha mbalimbali, lakini kama humgusiwa na mkubwa huyu, mawaidha yako ni bure, ana faida yote, kwa sababu ndiye ambaye kakusanyikiwa na anayo msahafu umesheheni nyingi katika aya za tarehe na historia, na wote ambao wametajwa katika Qur'ani wametajwa kwa sababu ya kazi zao. Manabii ni wengi katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema kwamba kuna mitume tumekutajia na kuna mitume hatukukutajia, lakini wale ambao walitajwa si kwa sababu ya kupendelewa nasaba zao, bali walitajwa kwa sababu ya kazi zao. Na huko na mkubwa naye kuna kazi alizifanya za Mwenyezi Mungu, kazi nyingi, kazi muhimu. Kwa uhalisia kwamba na mkubwa huyu alikuwa ni mtu ambaye si mtu wa kawaida. Kwanza Mwenyezi Mungu alimjalia, kwa sababu kila mmoja ana maelezo yake binafsi anayojitegemea kulingana na alivyoishi naye. Kila mmoja ana lake katika sisi hapa, huwa na habari hii, huwa na habari hii, huwa na habari hii. Mimi nitaelezea kwa mukhtasari niliyopata kutoka kwake bwana mkubwa kama huyu. Siku moja Dar es Salaam tumekaa mtaa wa Kagera na Argentina, ikawa pana kikao kifupi kilichopendekeza kwamba mlezi aende Arusha, kuna mgongano fulani akautengeneze. Basi katika kusikiliza kile kikao likanipitikia moyoni, ingekuwa ni vyema kama na mimi ningeshiriki. Basi kile kikao kimezungumzwa mpaka kikao kumalizika, anasema Sheikh Abdurrahman utakwenda wewe Arusha. Huyu mtu ambaye tumemkusanyikia leo, mimi limenipitikia kwamba ni vyema na mimi ningeshiriki katika msafara huo, lakini kikao kumalizika, Abdallah Mwalimu Sheikh Muhammad Nasr Abdallah utamfanyia safari Sheikh Abdurrahman endea Arusha. Nukta kwanza, tulimkusanyikia ni mtu mkubwa, ni bwana mkubwa. Mwenyezi Mungu alimpa kashfi, Mwenyezi Mungu alimpa uwezo mkubwa. Anayo mengi ya kuzungumziwa, lakini kama nilivyozungumza, tunachokiangalia ni kuchunga muda, kwa sababu kila mmoja ana dhurufu zake. Kama tutayataja yale ambayo bwana mkubwa huyu alikuwa anayo na ambayo kama ameyafanya kwa watu, basi muda itakuwa hatutosha. Siku hii ya leo hatutosha, mwezi mmoja hatutosha, na mwaka mmoja hatutosha. Ila bwana mkubwa huyu ni bwana ambaye kwamba ana mambo mengi yasiyokuwa na mfano. Jingine, nilikuja Unguja, nikaja nikafanya dua. Nimetoka Dar es Salaam na jamaa zangu wa karibu, nikaja Zanzibar nikafanya dua, lakini kabla ya kufanya dua nikaja nikamwalika Saidi, nimekuja kwa ajili ya kuja kumfanyia mtu dua. Naambia vizuri. Nikafanya dua yangu mpaka dua kumalizika, nikashikandia nikembeza. Hapana, nikaja Saidi, dua imekwisha, narudi nyumbani. Ananiambia dua yako haikukubaliwa. Asichenga, dua yako si mustajabu, haikupita, haikukubaliwa. Msiniangalie mimi nazungumzia Saidi,
haya kwamba dua yangu haikupita. Kwa nini kusimama cha nini na mimi hayo? Angalia daraja ya bwana mkubwa. Mimi achane na mimi msinihukumu. Mimi naacheni. Tuangalia daraja ya Said Athmani alivyokuwa. Said Athmani kwamba alikuwa ni mtu wa ajabu. Ni kweli nimekaa Dar es Salaam baada ya wiki mbili napata malalamiko. Bwana, ile dua yetu haikuwa. Mambo yangu bado kwa vile vile. Huyo Said Athmani, Mwenyezi Mungu alimpa kashfi hali ya juu. Alikuwa ni wali wa ajabu, ni wali mkimya, ni wali mwenye siri. Ukimgundua unakuta anacheka kwa siri, ukimgundua. Kama kuna jambo umeligundua kwake yeye, anacheka kwa siri na anatabasamu hivi. Ndivyo alivyokuwa Said Athmani. Said Athmani miongoni mwa karama zake, umma nchi nzima Afrika Mashariki na nje Afrika Mashariki kalea hii timu na huu umma kwa muda miaka 20 na hakuna hata mmoja ambaye kamwacha radhi. Yuko ambaye kamwacha radhi. Umeshasikia kwamba Said alimwacha radhi mtu fulani? Walikuwa hamudhi, walikuwa hajikwai, walikuwa hawana kasoro, walikuwa hawana lakini uongozi watu milioni 5 alafu wote kama ni wasafi. Inawezekana amewalea kwa muda aliokaa na watu hawa katika jumuiya hii. Hakupatikana mpasuko hata kwa bahati mbaya, hakuna mpasuko. Hii yote ni kuonyesha kwamba umadhubuti, ubwana, karama, ukaribu wake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi ni nukta fupi za Said Athmani. Kwa upande wangu mimi sikosi nukta kama 30 kwa mimi hapa, ambazo kwamba ni na mimi na yeye kwamba ana nukta nyingi sana zinazoonyesha ubwana wake. Said Athmani yote haya kwamba ameishi na watu wengi kwa muda mrefu. Hakuna hata mtu mmoja ambaye kaondoka duniani Said Athmani huyo mtu hana radhi na Said Athmani. Yote haya kwa sababu ya kufuata mwenendo wa aliyemrithi. Kwa sababu anasema Al-Arusi katika al-Hashia ya Abu Yahya al-Ansariya, ambao ni sharhi ya Abu Qasim al-Qushayriya katika risala al-Qushayriya, anasema kwamba la budda lil khalifa an yatakhallaka bi awsafi man istakhlafahu. La budda lil khalifa an yatasifa bi awsafi man istakhlafahu. Hapana budi kwa khalifa, lazima ajipambe kwa sifa za yule ambaye amemkalia ubadali. Said Athmani Mwenyezi Mungu alimfanya kwamba akawa amekaa akajipamba kwa sifa za mtangulizi wake Sheikh Muhammad bin Nasr bin Abdullah al-Qadiri, akaihakikisha, akaifanyia kazi la ilaha illa Allah kama inavyotaka la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu ni taukidi ya la ilaha illa Allah, ile wahdahu ni taukidi ya la. Maana yake kwamba imesisitizwa watu wawe karibu na Mwenyezi Mungu. Wahdahu la sharika lahu ni taukidi ya Allah. Kwa hiyo kuna taukidi nafi na taukidi ithbati. La ilaha illa Allah, kwa sababu ukiangalia katika wala takbalaka pana hashu, maneno yameshakitosheleza eti la ilaha illa Allah, wanashakitosheleza bwana. Sasa hiyo hadahu ya kazi gani? Ila sharia kuna kazi gani? Ukiangalia ni hashu, lakini sasa hashu ni taukidi. Yani nashtaka kuzungumzia ni kwamba Said Uthman bin Abdul Qadir radhiallahu anhu alijipamba kwa tabia za mtangulizi wake kuisimamia la ilaha illa Allah kama inavyotaka la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah inavyotaka kwa mujibu inavyotakwa ni masufi la ilaha illa Allah. Masufi sifa zao ni nini? Almulazamatu alkitab sunna wa tarki albid'a wa tarki alahwa'i wa tarki alrukhasi wa tarki ta'wilat. Kwamba kazi ya masuni ni kutegemea, kazi yao ni kukamatana na la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kwa kukithirisha miradi, kwa sababu kazi ya tasawuf ni kuwatengeneza watu. Hii tarika, kazi ya tarika kazi yake
ni kuwatengeneza watu, kuwatengeneza watu wapambike, wakamatane na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio anayoyataka, waepukane na yale ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi, wakamatane na nyiradi, kwa sababu misingi mikubwa ya tarika, kinashtakana katika tarika kuna kitu kinaitwa at-tahliya alafu wat-tahalli. At-tahalli bil-uluhiyya, ikipatikana tahalli bil-uluhiyya inapata atajalli bilhaqaiq as-samadaniya haythu la haythu wala aina wala kaifa wa yabqa kullu lillahi wa billahi wa min Allahi wa ala Allahi gharqan bi ni'matillahi fi bahri minnatillahi mansurina bi sayfillahi mahfudina bi sayfillahi la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lazima, kwa sababu ibada, kila jambo lina natija, na ibada ina natija. Ukishikamana na jirani kuna natija inayozalikana ni maarifa, kwa sababu kuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an jambo la kwanza ambalo kanihimiza akasema fa'lamu an la ilaha illa Allah. Jambo la kwanza utamjua Mwenyezi Mungu. Kumjua Mwenyezi Mungu watu wanatofautiana. Kuna kumjua Mwenyezi Mungu bil adilla, kwa dalili, na kuna kumjua Mwenyezi Mungu bil aqli, na kuna kumjua Mwenyezi Mungu maarifatu dhati bil dhati, kuijua dhati kwa kudhati. Na tija hii inapatikana na watu walioshikana na la ilaha illa Allah na kukamatana na Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kukithirisha miradi na kufuata utaratibu ambao uliowekwa ni watu wa kitasawufi. Tumekusanyika kwa ajili ya kumrehemu Bwana mkubwa. Sera ya watu wa tasawufi, sera ya watu wa tarika, kama ninavyozungumza kwamba sera kubwa kabisa ni nyiradi. Ni nyiradi kwa sababu hizi nyiradi ndilo jambo ambalo tulichukua ijaza kwa shekhe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa afu bi ahdillahi idha ahadtum, tekelezeni ahadi ya Mwenyezi Mungu mtakapokuwa mmeahidiana. Anasema al-Imam al-Khazini katika tafsiri yake al-Khazini katika sura an-Nahl akasema hadhihi al-aya nazalat lilladhina bay'u Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akasema kwamba aya hii ilishuka kwa wale ambao walimbai Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walimbai Mtume sallallahu alaihi wasallam nini ambacho nacho? Walimbai nacho kwamba kudumu katika Uislamu. Na sisi tumembai Sheikh Muhammad Nasr, tumembai tarika. Makubaliano baina sisi na viongozi wa tarika, makubaliano yetu tuliyokubaliana sisi na viongozi wa tarika ni kuendelea na jirani na kuendelea na ibada na kuacha yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi. Yako zungumzwa ni mengi kama nilivyozungumza, lakini nimeamua sizungumza zaidi ya dakika 10 kwa uchache huu niliozungumza. Na sina mengi, lakini naangalia virufu zaidi ya hapo. Namuomba Mwenyezi Mungu atupe kheri, na pia Mwenyezi Mungu aipe kheri serikali. Patano lililopatikana kati ya makundi mawili, Mwenyezi Mungu mapatano hayo ayabariki, kwa sababu katika dini si jambo geni. Katika fiki kuna mlango wa kitabu huduna shamwidini kwa alipo kadri mnajua kama kuna kitabu huduna masala suluhu masala katika dini yako. Sasa yale mapatano makubaliano yaliyopita Mwenyezi Mungu ayabariki. Unguja ifanye moja, Unguja itie mapenzi, watu waelewane, ifarakano uondoke. Mwenyezi Mungu aitie baraka Zanzibar. Kwa uchache wa haya, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.